Hii leo tarehe 31 ya mwezi wa 3 kikosi chetu cha Simba Queens kinaanza safari kutokea hapa Mbweni ilipo kambi yake hapa Mbweni kwenye kambi ya Kishua ambayo wachezaji wetu wa Simba Queens wanaishi kwa maana wanaishi Kishua. Yaani ukija katika kambi yetu ya Simba Queens mambo ni mazuri kabisa. Na hapa nyuma yangu hili ndio basi ambalo watatumia wachezaji wetu wa Simba Queens wakianza safari kutokea hapa Mbweni jijini Dar es Salaam kuelekea kanda ya Ziwa. Safari hii itatoka hapa Dar kuelekea pale Mwanza ambapo tutacheza mchezo wa kwanza ligi kuu ya wanawake. Mchezo huu ambao tutacheza dhidi ya Bilo. Mchezo utachezwa tarehe 3 ya mwezi wa 4 katika jiji hilo la Mwanza. Malengo makubwa ni kupata pointi 3 katika mchezo huo, lakini pia mara baada ya mchezo huo tarehe 8 ya mwezi huo wa 4 tutacheza dhidi ya Bunda Queens. Malengo makubwa pia ni kupata pointi 3 pia katika mchezo huo ambao utachezwa katika katika eneo la Musoma. Lakini malengo makubwa kama ambavyo kocha mkuu wa kikosi chetu cha Simba Queens, mchezaji wa zamani wa Simba Sports Club, lakini pia nahodha wa zamani wa Simba Sports Club Musa Hassan Mgosi, ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi nini ambacho wamekiandaa, wachezaji wake huko na hali gani, lakini pia nini ambacho anatamani kwenda kukifanya huko. Lakini pia amezungumza safari yetu ambavyo itakuwa na safari ambavyo imeandaliwa kama ambavyo nimetoka kuambia hapa nyuma. Hili ndio basi la Simba Queens ambao wanaanza safari hii leo kuelekea pale Mwanza, lakini pia baadaye watakwenda Musoma kucheza mchezo wa pili. Tumsikilize Musa Hassan Mgosi akizungumza kwa niaba ya benchi la ufundi, lakini pia mara baada ya kutoka kumsikiza Musa Hassan Mgosi tutakuja kuwasikia wachezaji wawili ambao nao wamezungumza kwa niaba ya wachezaji wenzao. Mchezaji wa kwanza ambaye amezungumza ni Aisha Mnunka ambaye yeye amezungumza kwa niaba ya wachezaji, lakini pia tutakuja kumsikia pia Vivian Corazon ambaye naye amezungumza pia kwa niaba ya wachezaji. Hawa wachezaji wote wawili wamezungumza wachezaji wana hamu kiasi gani, wana kiu kiasi gani kuhakikisha tunafanya vizuri katika michezo hiyo miwili, lakini pia wamezungumza namna gani tuna kiu ya kufanya vizuri msimu huu katika ligi kuu ya wanawake. Lakini pia mwisho wamezungumza kuhusiana na safari yetu tukitokea hapa Dar es Salaam Mbweni kwenye kambi ya Kishua ya Simba Sports Club kwa maana Simba Queens hadi kuelekea pale kanda ya Ziwa. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nilikuwa nakuletea ripoti hii maalum kuhusiana na kikosi chetu cha Simba Queens. Sasa hivi wanaanza safari ya kuelekea zao kanda ya Ziwa. Sasa hivi wanaanza safari ya kuelekea zao Mwanza. Usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV. Bye bye. Kucha Musa, habari yako? Salama salimini. Uzuri kabisa. Nashukuru Mungu. Mara ya mwisho tumezungumza mara baada ya kutoka kucheza mchezo wa kirafiki. Ulisema imebakia siku chache kufanya maandalizi kuelekea sasa michezo ya kimashindano. Tuna mchezo dhidi ya Bilo tarehe 3, lakini pia tuna mchezo dhidi ya Bunda. Tueleze kiufundi zaidi kuelekea michezo hii miwili ambayo tunaenda kucheza ugenini. Kubwa kwanza tunasema tunashukuru Mungu kwa maana ya maandalizi yetu yote yamekwenda vizuri na yamekwenda fasaha kabisa, kwa maana tumekamilika sasa kwenda kwenye situation yenye ambayo tulikuwa tunafanyia kazi kwa maana ya kwenda kwenye mashindano. Tunajiandaa kwenda kucheza mechi ya kwanza na Bilo ambayo itakuwa tarehe 3 ambayo raundi ya pili inaanza, na maandalizi yetu tunashukuru Mungu kwamba yamekwenda vizuri na kila idara tumeweza kuigusa na kila idara tumeweza kufanyia mapungufu yake kuyafanyia kazi na yale mazuri kuyaongezea zaidi, kwa maana kwa ukamilifu timu ipo vizuri na leo tunasafiri kuelekea Mwanza kuelekea kwenye mchezo wetu wa kwanza wa raundi ya pili dhidi ya Bilo ambao tunawajua Bilo wako vipi na wao wanafahamu sisi tupo vipi, lakini maandalizi ambayo wamefanya kutoka raundi ya pili sisi hatuyafahamu, lakini pia wao maandalizi yetu sisi raundi ya pili hawayafahamu. Kwa maana kikubwa kwa maandalizi ambayo tumefanya na mechi ambayo tumezipata kwa upande wangu wa technical bench na mambo ya kiufundi tumekamilika kwenda kupambana kwa kile kitu ambacho sisi tunakihitaji, wana Simba wanakihitaji, viongozi wametutuma, wachezaji wanania, technical bench nia, washabiki tunajua kitu ambacho nakihitaji, kwa tunaomba kwamba support yao kwa wale ambao kwa Mwanza, kile ambacho tulikipata katika raundi ya kwanza tunakuja katika raundi ya pili kwa kupata zaidi ya kile ambacho tulikuwa tumekionyesha. Kwa mlolongo wote huo tunaamini kwamba tuko tayari na tuko vizuri kuelekea kwenye mashindano hayo katika raundi hii ya pili. Wakati msimu unamalizika, unasema mzunguko wa pili tunahitaji kucollect pointi zote 3 kwenye kila mchezo. Ndio tunaanza sasa. Tuna nafasi ya kufanya hivyo kulingana na maandalizi ambavyo umeona. Mchezo wa mpira na mapungufu mengi ambayo yapo, lakini niseme tu kwamba kwa kila kipindi ambacho tumejiandaa vizuri ni kipindi hichi cha raundi ya pili. Nasema tu kwamba wachezaji wangu waamke salama na kila siku waendelee vile ambavyo tumefanya na vile ambavyo tumecheza friendly mechi na kitu ambacho tumekionyesha, basi na kiombea hicho tuwe tukaonyesha kwenye mechi zote ambazo tunakwenda kucheza, sababu naamini tukionyesha vile tukifanya vile hakuna timu itasogea. Itokee tu kama kuna mtu anaumwa, itokee kuna hali ya mchezo kwamba leo mtu kaamka vibaya, itokee hali ya mchezo baada siku hiyo hatuko vizuri, lakini mwisho wa siku tuwe vizuri tuwe vibaya tunahitaji tupate pointi 3. Shukrani sana. Asante sana. Mnunka, mambo vipi? Shwari. Uko vizuri kabisa? Nashukuru Mungu niko poa. Hatujaonana ndugu yangu, sio kwa mtu wa timu ya taifa sana majukumu.
Sawa, tueleze. Hii leo tunaanza safari ya kuelekea Mwanza tukiwa na michezo miwili huko kanda ya Ziwa. Maandalizi kwa ujumla, lakini pia tunaitazamaje michezo hiyo miwili ambayo tunaenda kucheza ugenini? Kwanza tumshukuru Mungu kwa maana kwamba maandalizi yameweza kukamilika tukiwa Dar es Salaam na tumeweza kujiandaa vizuri katika mchezo wetu iliyoko mbele yetu. Kikubwa ni kilichobakia ni upande wetu sisi wachezaji, kwa maana kwamba kwenda ukifanyia kazi kile ambacho makocha ametuelekeza, na naamini kwa vile ambavyo tumeweza kipokea basi tutaenda kufanya vizuri katika michezo iliyoko mbele yetu. Sawa, mbele yetu kuna Bilo na kuna Bunda. Ni michezo migumu mara nyingi sana tunapocheza away. Tuanze na Bilo, lakini pia tuje tuzungumzie Bunda ambao tutakutana nao kuna mechi ya pili. Ni michezo migumu kweli, kwa maana kwamba kila tukikutana nao wanakuwa wanatupa changamoto, lakini mimi naamini katika safari hii tumejipanga katika kila mchezo kuhakikisha kwamba tunaweza kupata pointi. Kwa hiyo kwa maana kama tumehakikisha kujipanga kwa ajili ya pointi 3, ina maana sisi wachezaji ni kwa ajili ya kwenda kupambana katika kile ambacho tumefundishwa tangu mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha kwamba tunapata pointi 3 katika kila mchezo ulioko mbele yetu. Shukrani sana. Asante. Vipi mambo vipi? Poa. Mzima? Mzima. Hatujaonana, majukumu ya timu ya taifa Mambo ni mingi, masando kidogo. Sawa, likizo kwa ujumla likoaje, lakini pia maandalizi hadi hivi sasa kuelekea michezo miwili ambayo tutacheza ugenini? Likizo ilikuwa poa. Watu walikuwa wanajiweka vizuri, but tumerudi, tumeprepare for the first 2 matches, which not only for the 2 matches but the league in general. So first tuna approach Bilo. So timu rahisi, hii ni second leg. Najua kila timu imejipanga, but na feel si tumejipanga zaidi kuanzia pale mali tuliachia. Sawa. Tuna mechi hizo mbili ngumu. Bilo, Bunda. Ni mechi ambazo pengine tukihitaji kuchukua ubingwa msimu huu lazima tushinde michezo migumu ya namna hiyo. Kwako wewe tuanzie Bilo afu tujitumalizie Bunda. Ndio vile nimekuambia hakuna timu rahisi. Moso kila timu ikienda kucheza na Simba wanakuwa, yani kila timu inakuwa ngumu zaidi. Ukiangalia venye wanacheza na timu zingine na venye wanacheza na Simba, yani tofauti kubwa, yani kuna utofauti kubwa sana. I don't know why, but to us every match is hard. So kwetu tunajua ugumu wa mechi, so tumejiprepare na tuko tayari ku make sure tunaenda Mwanza na kukam na 3 points, but again kuenda Bunda na kukam na 3 points. Tuna mashabiki kanda ya Ziwa, tuwakaribisha kwa mechi zetu. Mashabiki wa mkoani Wagatu wangushi wanakujaga kwa wingi bila hata kuwaambia. Wakiona tu kwa page Simba wanacheza bana wanajitokezaga sana. Yeah. So again acha niwakaribishe rasmi. Mashabiki wetu wa Mwanza tunawakaribisha kwenye mechi yetu against Bilo, itakuwa tarehe 3. Tunawakaribisha sana mkuje mtusupport Simba Queens. Baada ya hapo tunawakaribisha mashabiki wetu wa Bunda, Musoma, hata wa Mwanza mnaweza safiri, sio mbali sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wote mkuje muone burudani na pia mtusupport. Ijani we go together. Thank you. You're welcome. Okay.